Okay, kama kawaida, sasa leo tunakuletea simulizi nzuri kabisa, simulizi ya kifalme ambao huo ufalme ulikuwa unatumia mabavu kuwaendesha wananchi. Sasa moja kwa moja stori yetu inafunguka kwa mdada mmoja ambaye alikuwa anaitwa Lizzy. Sasa leo Lizzy alikuwa anakimbia mbio mbio na wazazi wake. Kumbuka ufalme wote ulikuwa unamkimbiza, walinzi kabisa walikuwa wanamfukuzia kabisa Lizzy kumkamata, kwa sababu Lizzy alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na nguvu za maajabu sana, ndio maana alikuwa anahitajika na ufalme mzima. Sasa baba akamwambia inameni chini, akawa amewaficha sasa kwenye uzio fulani wa kichawi, akawaambia hapa hawawezi wakatuona, hawawezi kabisa wakatuona. Sasa mama yake akawa anamwambia mwanangu usijali, hii ni kinga tosha sana, hawawezi wakatuona. Sasa Lizzy alikuwa kabisa na wasiwasi. Mara ghafla wakawa wamefika ile maeneo. Baba yake anamwambia usijali mwanangu, mimi nitakupatia kinga ya milele. Wewe ni mwanangu, utabaki kuwa mwanangu, nitakupatia kinga ya milele, kwa sababu hawa watu sio wazuri, wametuandama muda mrefu sana familia yetu. Sasa akasema kabisa, mwanangu nakupoteza. Akampoteza mwanae. Sasa wale walinzi baada ya kumpoteza mwanae wakawa wamemuona, maana dawa kabisa iliachia kabisa, wakawa wamemkamata. Sasa tunarudi kwa Lizzy, alidondokea kabisa katika msitu mmoja, akawa anatembea. Sasa anasikia mikelele, anasema mbona nasikia kama sauti ya baba, nasikia sauti kama ya mama, vipi? Nasikia sauti ya baba na mama. Sasa akaanza kuifuatilia ile sauti kabisa. Kumbe wazazi wake walikuwa wametekwa nyara kabisa na ufalme mzima, walikuwa wametekwa nyara nao walinzi. Leo wamepatiwa adhabu. Kwa nini mmemtorosha mwanenu? Kwa nini mmemtorosha mwanenu? Sasa Lizzy akaanza kuchungulia kabisa, anachungulia wazazi wake wanapopewa adhabu, wanafukiwa kabisa wakiwa wazima. Huyu alikuwa ni jemedari, alikuwa ni kiongozi mkuu wa walinzi. Unaona, yeye alikuwa kiongozi mkuu wa walinzi. Basi mfalme alikuwa ametuma agizo kabisa akamatwe Lizzy apelekwe kwa mfalme, kwa sababu alikuwa ni binti mwenye nguvu nyingi sana za maajabu, ndio maana alikuwa anahitajika na ufalme mzima. Sasa baada ya kukimbia, wazazi wake walimtorosha kabisa ubibie. Sasa leo wanapatiwa adhabu, wanafukiwa wakiwa wazima, wanaambiwa muwe mnaimba tukiwa tunawafikia. Sasa Lizzy alijaribu kutumia nguvu yake ya kichawi, lakini nguvu haikufanya kazi kabisa mbele ya wale watu. Unaona, akabaki kulia haelewi. Sasa kilichomfanya kabisa atoke mpela baada ya kuona wazazi wake wamefukiwa na wale watu wakawa wanasema tunamtafuta huyu binti, alidondokea katika familia moja. Sasa ile familia akamkuta binti mmoja alikuwa amelala. Yule binti kiukweli alikuwa anaumwa, hajala chakula toka muda mrefu, ni binti mzuri sana. Sasa akasema haya maji yatamsaidia, kwa sababu yeye alikuwa na uwezo na nguvu kubwa ya kuona mbali. Akasema walai, huyu atakuwa amenyoshwa sumu au namna gani vipi? Akasema ngoja nimtibie. Sasa Lizzy alichokifanya, alichukua yale maji kabisa akayapaka mkononi mwake, akasema sasa hapa na kufungua milango yako kama imefungwa. Mara ghafla yule binti akashtuka alipomwona Lizzy. Unaona, akaona hivyo, wewe ni nani wewe? Akasema usijali binti, usijali, mimi ni mtu mwema kabisa, usijali. Akasema hapana, umenisaidia kiukweli, mimi mwenyewe sijielewi kabisa, yani kwa nini nimedondoka hapa. Akamwambia tulia, kuna watu ambao wanatuandama sana katika hiki kijiji. Mimi mwenyewe nimejaribu nimekimbia sana, lakini bado watu wananifuatilia. Sasa wakati anazungumza vile, Lizzy naye alidondoka chini kabisa, kwa sababu yale maeneo yalikuwa ni hatari sana. Maeneo yalikuwa yamewekewa kinga ya kifalme. Mtu yoyote ambaye alikuwa anatafutwa na ufalme lazima aweze kupata majanga yoyote, ili wapate ishara na kujua kwamba yuko wapi mtu wao. Sasa mara ghafla, baada ya kuwa na mazungumzo mawili matatu, rafiki yangu vipi, kwani mara ghafla ufalme mzima upo hapa. Lizzy akajiwekea ile kinga aliyopewa na baba yake, kajiwekea chapuchapu, akasema hapa hawanioni. Sasa jemedari mkuu wa majeshi ndo huyu hapa. Akamkuta yule binti akamwambia, wewe yuko wapi huyu? Tumesikia yuko hapa, kadondoka kwa kishindo. Mimi nimesikia, kwa sababu mimi naona mbali, tuambie yuko wapi. Sasa yule jemedari kabisa akaanza kumhoji maswali huyu binti. Binti anasema mimi sijui, utatuambia. Sasa yule jemedari kabisa, kiongozi wa majeshi, akaanza kutengeneza duara, akasema yuko hapa, ngoja nimuumbue, yuko hapa, ngoja nimuumbue, niombe mizimu. Sasa yule dada akaanza kuhenya, haelewi. Akasema mizimu, tunaomba tumpate mhukumiwa wetu, tunataka tumpate. Sasa Lizzy akasema kabisa, hapa najionyesha nigawe dozi. Sasa mara ghafla huyu hapa akasema sasa ngoja niwape dozi, ngoja niwape changa uchale. Akawachapa wakadondoka chini. Maskini ya Mungu. Sasa jemedari haelewi, maskini ya Mungu. Binti anasema jamani, wewe ukapotelea wapi? Haelewi kabisa. Hata binti mwenyewe akaona na macho kodo, haelewi. Sasa jemedari kabisa mkuu wa majeshi naye aliachwa mdomo wazi, haelewi. Mpaka nzi walitengeneza kabisa kibanda cha nyumba. Sasa wakaanza kumtafuta kabisa kila engo. Wanasema huyu kakimbilia polini, anashindana na utawala. Sasa si angekubali tu,
mfalme anamhitaji kwa nia njema, lakini yeye hataki. Kumbe Lizzy kabisa nia na malengo ni kusaidia kijiji kizima ambacho kilikuwa kimeandamwa kabisa na watu wabaya. Sasa mlinzi mmoja akamfuma huko, akasema, binti, tafadhali unahitajika na mfalme, twende kwa nia njema, mimi sina nia mbaya. Lizzy akamwangalia, akamwambia, wewe sikilizeni nyinyi, mimi siwezi kwenda kutumikia kwenu huko. Mimi nimeletwa hapa duniani kuja kusaidia na wengine. Sasa nyinyi mnataka kupambana na mimi nitawaonyesha. Akamchapa radi ya macho, akasema, sasa kuanzia leo wewe uone. Akaanza kuwanyanya kabisa. Yule askari haelewi, maskini ya Mungu. Jamani, haelewi. Akaanza kupiga makelele kabisa, anapiga kelele, anaita kabisa watu waje kumsaidia, huku anadondoka, haoni kabisa, macho yalikuwa hayaoni kabisa. Akasema, hiyo ndo dawa yenu kabisa, kuanzia leo huoni. Sasa jemedali mkuu wa majeshi kabisa aligeuka baada ya kuona mambo yamekuwa magumu, akarudi moja kwa moja kwa mfalme wa kijiji. Sasa akamfuata moja kwa moja, akamwambia, mfalme, kiukweli mimi nimeshindwa kuelewa, huyu binti katuzidi nguvu. Mfalme anasema, wewe anakuzidije nguvu? Wewe jemedali wa majeshi anakuzidije nguvu? Kiukweli mimi mwenyewe nashindwa kuelewa, amekuwa na nguvu nyingi sana, amenipigia maafande kibao, mimi sielewi. Sasa mfalme akamwambia, kuna kinga moja naiandaa, nitakupatia. Huyu binti anajitia yeye nani? Yeye ni nani? Mimi namuhitaji kwa nia njema, lakini yeye hataki. Mfalme alikasirika kabisa, akaona kwamba hapa wananiletea masiala. Mambo gani? Mambo yamekuwa namna gani, vipi hapa? Sasa Lizzy kabisa, muda uliofuata walikuwa ndani kabisa na huyu bibie. Leo Lizzy kaja kupumzika kwa bibie hapa, haelewi kabisa pa kukimbilia ni wapi. Anaona msaada kamili ni hapa. Akaanza kuzungumza, kiukweli ndugu yangu, wewe ni kama ndugu yangu, umenisaidia sana, umenisaidia mpaka kunificha hapa, kwa sababu hao watu wananiandama mimi nikatumikia katika falme yao. Ya nini sasa? Wananiona mimi mtu mwenye nguvu, lakini mimi nasaidia watu. Yule bibi akasema, kiukweli hata mimi mwenyewe wananiandama, mimi siwaelewi hao watu. Hiki kijiji natamani kuhama kabisa, kwa sababu manyanyaso yamekuwa ni mengi. Sasa Lizzy akaanza kumshauri kabisa bibie, akamwambia, kwako wewe unatakiwa utulie, kwa sababu huna maajabu yoyote, ila mimi nitapambana nao mpaka dakika ya mwisho, nitawasalimisha. Sasa siku iliyofuata kabisa, kuna mwana kijiji mmoja alikuwa anampeleka kijana wake akaenda kumuogesha kwenye maji ya baraka. Anamwambia, haya maji yameombewaga na mizimu, mwanangu, ngoja nikuloweke upone. Sasa mara ghafla kabisa mwanae alipolowekwa kwenye yale maji, nguvu zilimuishia, akaanza kulala kabisa. Mama akaanza kupiga kelele, anaomba msaada, jamani, nisaidieni, mwanangu anakufa, japokuwa anaumwa, kichwa kinamsumbua kwa muda mrefu. Sasa mara ghafla kabisa Lizzy akajitokeza, kwa sababu alikuwa kwenye yale maeneo. Akasema, ngoja nikusaidie mama. Mama anajishika kichwa, haelewi kabisa. Mara Lizzy akaona kabisa tatizo ni kichwa kinamsumbua, macho pia alianza kutokuona. Akasema ngoja, akarudia dawa, akamtengenezea kichwa kikakaa sawa. Mara ghafla yule kijana akajiona kabisa hali imekuwa shwari, mambo yamekuwa namna gani vipi. Sasa yeye akawa mkombozi kabisa wa kijiji. Pia mama alifurahi sana, akasema, mwanangu ubarikiwe, siamini mtoto wangu kama amekaa sawa, ubarikiwe kabisa mwanangu. Wewe umetokea wapi? Wewe unatusaidia kiukweli, Mungu amtupi mja wake, umetusaidia sana, asante. Basi Lizzy alibarikiwa kabisa na ule mama, na pia naye alifurahi sana kuona amemsaidia mwanakijiji. Kisha akajipatia maji kabisa, akasema, haya maji naweza kunywa na kuyatendea haki. Sasa kiukweli yeye alikuwa na nguvu nyingi sana za kusaidia kila mwanakijiji mwenye matatizo, lakini sio kwenda kuwatumikia wafalme. Nguvu zake ni za kusaidia wanakijiji, lakini sio kwenda kumtumikia mfalme. Sasa leo mfalme kabisa alianza kuandaa njama kabisa na mbinu, na jemedali wa majeshi wakaanza kupanga kabisa, huyu tunamkamataje? Huyu tumwekee mitego, tutamkamata. Mimi na imani tutamkamata huyu, kwa sababu ni mtoto wa kike, hawezi kutushinda nguvu yoyote. Basi wakaanza kupanga kabisa mbinu mbadala waweze kumkamata. Wanapanga kabisa na maaskari wengine, wanasema, huyu nikimkamata huyu nitamnyonga shingo. Basi jemedali wa majeshi alikuwa ni mweusi parapara, haelewi, madevu meupe, haelewi, anazungumza kwa hasira. Yaani huyu mtoto wa kike anashindana na mimi. Alikasirika sana. Basi walipanga kabisa mbinu, wakasema wamwekee mitego mbalimbali waweze kumnasa aje atumikie ufalme, kwa sababu amependwa na mfalme, anatakiwa atumikie ufalme. Sasa siku iliyofuata kabisa, ilikuwa majira ya mchana, bibi ameenda kuchuma mboga kabisa, waje watengeneze ugali aka dongo. Sasa waje watengeneze ugali waweze kupata. Bibi anamwambia, sasa Lizzy, utajificha mpaka lini? Akasema, niache hivyo, mimi nitajificha kwa sababu ufalme siku hizi unanitafuta. Hapana, mimi naona kabisa maeneo kama yametulia, usijali, tunaweza tukatoka wote tukachuma mboga tukarudi tukapata maji. Basi
Bibi alimshauri kabisa Lizzy aendelee tu kuonekana kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa na machare na anajua wapi pa kujifichia. Okay, sasa siku iliyofuata huyu bibie kabisa alikuwa na bwana yake ni Toru. Sasa kijana mmoja akapita akamwambia, "Shikamoo Mrs. Toru." Yule bibie hakuitikia. Toru akakasirika, "Wewe, mtu anakusalimia kabisa Mrs. Toru, hujamuitikia, unamuonaje? Kwa nini unakuwa na dharau?" Toru kakasirika kabisa. Anamwambia bibie, "Wewe una dharau. Mimi sielewi kama, yani sielewi na kuhudumia kila kitu lakini bado huitikii salamu. Huitwa Mrs. Toru utaki? Au namna vipi?" Bibie akakasirika akasema, "Wewe tulia. Mimi sijaitikia kwa sababu vijana wa siku hizi wanadharau. Kijana mwenyewe huyu anaonekana kabisa kama ananitaka kwa sababu amekuja hapa kwa kunivizia." Toru akakasirika akasema, "Hapana. Ungemuitikia akakusalimia vizuri sana. Kakusalimia vizuri Malkia Mrs. Toru, lakini wewe umekataa." Sasa binti kabisa akaondoka kabisa kwa hasira. Toru akawa anacheka. Maskini ya Mungu. Hivi watoto wa hivi wanajikuta wakina nani? Watoto wa 2000. Toru anacheka cheka kabisa, elewi nini cha kufanya. Basi simulizi kama hili kabisa utaendelea kulipata kupitia channel ya Lenzo Michael Media. Endelea kufuatilia, subscribe, tusubiri vigongo vijao. Vigongo vingine vitakuwa vikali. Basi simulizi letu litakuja lituambie ukweli kwamba mfalme je, alimpata Lizzy au namna gani vipi?